Serikali zinazoongozwa na wanajeshi za Mali, Burkina Faso na Niger zimezindua rasmi benki ya uwekezaji ya kikanda yenye mtaji wa faranga bilioni 500 za SFA sawa na dola milioni 895 za Marekani, hatua inayolenga kufadhili miradi ya miundombinu, nishati na kilimo katika ukanda wa Sahel. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, benki hiyo itakusanya rasilimali kutoka kwa mataifa haya matatu yenye utajiri mkubwa wa madini. Mali na Burkina Faso ni miongoni mwa wazalishaji wakubwa wa dhahabu barani Afrika, huku Niger ikiwa na akiba kubwa ya madini ya uranium. Viongozi wa fedha wamesisitiza kuwa taasisi hiyo ni nyenzo muhimu ya kuimarisha udhabiti wa kifedha na kuharakisha maendeleo ya kiuchumi barani Afrika. Kuanzisha benki ya maendeleo ni suala la udhabiti wa kifedha, maendeleo ya uchumi na ufadhili wa miradi ya kimkakati, alisema waziri wa fedha wa Burkina Faso Abubakar Nakanabo baada ya hafla ya utiaji saini iliyofanyika Bamako, mji mkuu wa Mali. Kodi kufadhili mtaji wa benki ili kuipa nguvu benki hiyo. Kila nchi inatarajiwa kuchangia takriban 5% ya mapato yake ya kodi kama mtaji wa awali. Hatua hii inalenga kupunguza utegemezi kwa wafadhili wa kigeni na kuzipa nchi hizo udhibiti mkubwa juu ya ajenda zao za maendeleo. Mpango huu unakuja wakati Mali, Burkina Faso na Niger zimejiondoa kwenye jumuiya ya kiuchumi ya nchi za Afrika Magharibi ECOWAS, zikilaumu jumuiya hiyo kwa kushindwa kuziunga mkono ipasavyo katika mapambano dhidi ya uasi na makundi yenye misimamo mikali ya Kiislamu pamoja na changamoto za kisiasa na mabadiliko ya tabia nchi. Waziri wa fedha wa Mali, Aluseni Sanau, alithibitisha kuwa benki hiyo sasa imeanza kazi rasmi baada ya kukamilika kwa mtaji wa awali. Hatua inayofuata, alisema, ni kuteua uongozi wa benki ambayo utapewa jukumu la kuvutia fedha zaidi kutoka ndani na nje ya ukanda huo. Uzinduzi wa benki hii unaonekana kama ishara ya mwelekeo mpya wa kiuchumi kwa mataifa ya Sahel, yakilenga kujitegemea kifedha na kuimarisha ushirikiano wa kikanda nje ya mifumo ya jadi ya kifedha ya Afrika Magharibi.